Ya bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia? Hope uko poa, lakini kwa upande wangu mimi niko vizuri kabisa. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa mimi pamoja na wewe mbele ya screen ya kwako ya simu yako. Ni channel ya Biomedia, channel pekee ambayo inakusogezea habari mbalimbali, nini ambacho kimeendelea, nini ambacho kimetokea. So unajiuliza pengine Official Rose D leo yuko na story gani? Bana, leo tuko na story ambayo mwanadada Mange Kimambi ameweza kutoboa siri sababu ya Nandy kumfukuza kazi msanii wake, yani mwanadada Yami. Anakuambia ila wanaume sio watu wa kuamini da. Haya bana, kwani story imekaa vipi? Scandal iko vipi? Nikuulize kwanza, umesubscribe? Kama bado basi gusa alama ya kengele alafu nikusanue. Sasa iko hivi, lebo ya African Princess kwa maana ya ile ambayo inamilikiwa na mwanadada Nandy imetoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari pamoja na wadau wa music kuhusiana na msanii Yami ambaye imethibitisha rasmi tayari mkataba wake umeweza kusimamishwa chini ya uangalizi wa lebo ya The African Princess kwa makubaliano ya kirafiki tu na kwa manufaa ya pande zote mbili, kwa maana ya upande wa Yami lakini pia upande wa lebo hiyo. Sasa taarifa hiyo imeweza kutolewa na imesema kuwa kwa kipindi ambacho Yami alikuwa chini ya lebo hiyo ya African Princess, Yami ameweza kung'ara sana na kuonyesha kipaji kikubwa ambacho kiliwavutia watu wengi sana ndani pamoja na nje ya taifa la Tanzania. So iko nukuu hapa kutoka kwenye taarifa rasmi ambayo imetolewa na lebo hiyo, na mimi nainukuu kwa ajili ya faida ya kwako wewe ambaye unatazama Biomedia. Iko hivi: tumeshuhudia mafanikio makubwa sana kupitia nyimbo ambazo zilifanya vizuri, lakini pia maonyesho ya moja kwa moja kwa maana ya live performance na ukuaji pamoja na umaarufu wake katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya. Tunaamini kuwa lebo imetoa mazingira bora ambayo yamemwezesha Yami kukua na kupevuka kisanaa, na tunafurahia kuona kwa sasa amepata wawekezaji wapya ambao wamevutiwa kuendelea na kumwendeleza, kumsimamia zaidi kipaji chake na kuweza kumsaidia kufikia hatua kubwa zaidi kimataifa. Kuondoka kwake pia kunatoa nafasi kwa African Princess Records kuendelea na dhamira ya kuwainua vijana wengine pamoja na wasanii wengine wapya, kuwekeza kwao na kuendelea kuchangia katika maendeleo ya muziki wa Tanzania na Afrika kwa jumla. Tunamtakia Yami kila laheri katika safari yake mpya ya muziki. Ataendelea kuwa sehemu ya familia ya African Princess na mafanikio yake yatabaki kuwa sehemu ya historia yetu ya mafanikio ya pamoja. Bana, hii ni nukuu kutoka kwa taarifa rasmi ambayo imetolewa na lebo ya The African Princess. Sasa baada ya taarifa hiyo bwana ya Nandy kuachana rasmi na msanii wake ambaye ni Yami, maneno yameonekana kwa mengi sana kunako mitandao ya kijamii kama ambavyo tunajua wa Bongo bwana. So wanataka kujua kwa nini sasa hivi kwenye rekodi mbalimbali za hapa Bongo wasanii wanaacha kazi sana au wanatafuta kiki mitandaoni. Maana majuzi tulikuwa na taarifa ya kwake Ibra kuachana na Harmonize, lakini pia Harmonize kumchaji zaidi ya shilingi bilioni 1. Sasa dada wa taifa Mange Kimambi ameingilia kati sakata hili la Nandy pamoja na Yami, na kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo ameweza kuandika hivi ili kuweza kuwasanua mashabiki mbalimbali. Amesema kuwa wanaume sio watu wa kuamini kabisa. Nilishawahi kuambia kuwa huyu Yami alikuwa anatoka kimapenzi na mume wa Nandy kwa maana ya kwake Billnass, mkanibishia. Sasa niko na video za Yami pamoja na Billnass ambazo zinaonyesha kabisa kuwa walikuwa wana date kama penzi. Sio muda nitaziposti. Niwaulize swali, mliwahi kusikia mpenzi wa Yami ni nani? Jibu ni kwamba hakuna. Mwanaume aliyekuwa anatoka kimapenzi na Yami zaidi ya Billnass. Nandy kila alipokuwa anasafiri mwenzie ndo alikuwa anatumia nafasi hiyo kuchepuka. Sasa juzi kuna mtu bwana aliweza kumsanua mwanadada Nandy kuwa babu jinga, mali yako inaliwa, na kumpa ushahidi kabisa ambao ulitosha kabisa Nandy kumfukuza Yami, na hakukuwa na ugomvi baina ya Nandy pamoja na Yami, ila tu hiyo ndo sababu ambayo imemponza mwanadada Yami. Na kiukweli Billnass ndo alikuwa akimforce Yami, lakini Yami alikuwa hataki, ila angefanyaje? Maskini ya Mungu alikuwa anatishiwa kufukuzwa. Sasa anasema hamshangai imekuwa ni ghafla sana Nandy kumfukuza Yami na hakumdai pesa yoyote, licha ya bado alikuwa na mkataba naye. Wapo ambao mmekuwa mkisema kuwa Nandy kashindwa kumsimamia Yami. Ni uongo, ila kilichomuondoa Yami kwa Nandy ni Billnass, maana alikuwa akitoka naye kimapenzi huyo mwanadada
Yami na Billnass. Bana, mambo iko hivyo. Sasa kumbe taarifa ya The African Princess Label inaonyesha kwamba wameachana tu kirafiki, kwa maana kwamba amepata watu wengine wapi ambao wataweza kumsimamia. Kumbe mambo ndivyo sivyo. Bana, hizi ni taarifa kutoka kwa Mange Kimambi, dada wa taifa, na amesema yuko na ushahidi ambao muda si mrefu ataweza kuposti kwa ajili ya watu kujionea kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini amezungumza kwamba Billnass ndio alikuwa anamlazimisha Yami, lakini kwa upande wa Yami hakuwa kabisa ready na hilo jambo. Sasa mimi natamani kufahamu kutoka kwako ambaye nimekusogezea taarifa hii, una maoni gani juu ya hili Yami kufukuzwa kazi na Nandy? Unaamini kuwa Nandy ameshindwa kumsimamia Yami, au kama Mange ambavyo amesema kuwa Yami alikuwa akitoka kimapenzi na Billnass? Hebu achilia comment yako hapo, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia, and then tutapitia kile ambacho tutakuwa tumekiandika next video. Hapo umeenjoy mwanzo mpaka hapa ambako tumefikia, lakini endelea kusalia nasi kwa kupata taarifa zingine ambazo zitakuwa zinaendelea. Tunaita more updates. Nini ambacho kitaendelea? Je, video zitapostiwa? Na endapo zitapostiwa, ndoa ya Billnass pamoja na Nandy itakuwaje? Mambo yako moto sana kuna comment ya kijamii. Anyway, usiache kusubscribe, utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Hii ni channel ya Biomedia, channel pekee na kusogezea habari mbalimbali. Mimi ni Official Rose D, endelea kusalia nasi na kutufuatilia kuna TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Uwe na wakati mwema.